Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Makubaliano ya kidiplomasia kati ya Marekani na Iran yanaweza kusababisha mapambano mengine kati ya Israel na Iran. Moja kati ya majenerali wa Israel wamezungumzia suala hilo wakisema kuwa maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Iran yanaonyesha mashaka makubwa kuhusu kutegemewa kwa uelewa wa kimataifa. Israel lazima ijiandae kwa duru za mara kwa mara za mapigano na Iran. Kamanda wa zamani wa jeshi la wanamaji Meja Jenerali Eliezer Maron alionya katika mahojiano na redio moja nchini Israel. Kwa mujibu wake, Mashariki ya Kati imeingia katika awamu mpya ambayo mikakati ya kidiplomasia sio lazima kuleta utulivu na inaweza hata kusababisha kuongezeka kwa mapambano kati ya Iran na Israel. Alifungua kwa kurejelea moja kwa moja tishio la Iran na athari za mikataba inayoibuka. Tuko kwenye vita vya muda mrefu na Iran na Israel inahitaji kujiandaa kila baada ya miezi michache kwa operesheni au vita na Iran ambavyo vitadumu kwa siku kadhaa au wiki kadhaa. Ikiwa makubaliano yatatiwa saini, tunapaswa kuelewa hilo na kujiandaa kwa hilo. Afisa huyo mkuu wa zamani alionya wakati wa mahojiano akichambua makubaliano yaliyoibukia ya kusitisha mapigano na umuhimu wake kwa kikanda kwa Israel na kukosoa vikali mwenendo uongozi wa kisiasa wa Israel wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mzunguko wa ndani karibu na waziri mkuu haupo, mtu mmoja anafanya maamuzi. Na hapa hata Ron Dermer ambaye anaelewa Amerika na alifanya mambo mazuri na utawala huu aliondoka tu na kwenda. Alisema anapaswa kuitwa kwa ajili ya wajibu wa hifadhi. Maron pia alizungumzia kuhusu hatua za kidiplomasia zinazoizunguka Lebanon akisema Israel inapaswa kusonga mbele kidiplomasia na kufanya hivyo haraka. Rais wa Marekani Donald Trump katika kile alichotia saini jana usiku anaidhinisha ushindi wa Iran dhidi ya Lebanon. Je, mnaelewa hilo? Sasa anatia saini makubaliano ya Iran kuhusu Lebanon. Rais wa Lebanon anapaswa kuchukizwa na hili. Na viongozi wote wa Mashariki ya Kati wanaosikiliza haya, Sisi, Erdogan, bin Salman, wote wanapaswa kuelewa kwamba haya ni makubaliano mabaya. Baadaye aliongeza kuwa anaona mjadala bora wa kidiplomasia ambapo anasema IDF ilipendekeza kufanya hivi mapema, tusonge mbele haraka kuelekea makubaliano juu ya Lebanon na njiani kuizuia Iran kuichukua Lebanon. Kitu pekee ambacho kinaweza kufanywa kidiplomasia hivi sasa ni kufunga makubaliano na wa Lebanon na kusema kwamba mara tu jeshi la Lebanon linapokuwa na nguvu za kutosha tutairudisha Lebanon kusini. Rais Aoun anakubali hili na tunahitaji kusonga mbele kwenye njia hii, Maron anasema. Haiwezekani kwamba tutazungumza Washington na majenerali wawili wa brigadia. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kurudi kwa vita kwa mara nyingine tena, alijibu kuwa na nini kitatokea ikiwa Iran itajibu kile hatua ya Israel kwenye ardhi ya Lebanon? Basi iwe ni makombora, tafadhali. Makubaliano haya ni mabaya kwetu kwa hali yoyote ikiwa wanataka kurudi kwenye mapigano. Sipendi kusema, lakini kwa mtazamo wa Israel hii ni njia mbadala, Maron anasema. Kuna sababu ya kuamini wa Iran. Baadaye katika mahojiano hayo Maron pia alizungumzia maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Iran na kuonyesha mashaka makubwa juu ya kutegewa kwa uelewa wa kimataifa. Anasema hakuna sababu ya kuamini wa Iran wamerutubisha uranium nchini Iran. Uangalizi hauko wazi kabisa. Huo ndio msingi wa makubaliano yoyote kuhusu suala la nyuklia. Je, wanafanyaje ghafla uranium iliyorutubishwa hadi 60%? Je, huo si ukiukwaji? Ni ukiukwaji kamili, anasema. Wamehamasishwa sana kupata silaha za nyuklia kwa sababu licha ushujaa wao wote wanaelewa kuwa Israel ilifanya mzaha kwa ulinzi wao wa anga, anasema Maron. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa